Kuelekea mchezo wa Jumapili baina ya Nsingizini Hotspurs na Simba Sports Club katika mchezo wa mkondo wa kwanza raundi ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika kutafuta nafasi za kushiriki hatua ya makundi msimu huu, nitapanga kikosi changu cha kwanza cha Simba kwa namna ambavyo naamini wanaweza wakauendea mchezo wa Jumapili. Golini hakuna shaka, maadam hayupo Musa Pinpin Kamara, manake hapo Yakub Suleiman anakwenda kuchukua nafasi yake kwenye milingoti mitatu. Beki wangu wa kulia kama kawaida Shomari Kapombe, kushoto nitakwenda na Anthony Mligo, mabeki wa katikati Rushin Dariuc, lakini mwenzake atakuwa ni Shamu Karabwe kama kawaida. Sasa ripoti ambazo nilizipata katika mchezo wa pili wa Al Hilal na Simba wa kirafiki ambao Simba alipoteza kwa magoli 4-1, Simba walikwenda na 4-3-3 ambao Dimitar Pantev anaitaka, lakini namba 6 alimtumia Nabi Kamara na ikaonekana kama vile sio mchezaji ambaye ana uwezo wa kutengeneza nidhamu na doria sahihi ya eneo hilo timu inapokuwa haina mpira. Kwa hiyo kitendo cha kwamba Simba hawajasafiri na Alassane Kante kwenye mchezo wa Jumapili, nafikiri kwa mtazamo wangu kunaweza kuna haja ya kufanya mabadiliko ya mfumo, kwa sababu Nabi Kamara nikimtizama kwa sifa zake simuoni kama ni mchezaji ambaye anaweza kusimama kama namba 6 peke yake kwenye 4-3-3 ambao Pantev anaipendelea. Kagoma ndo hata mjadala usianzishwe. Simuoni kabisa kama ni mchezaji ambaye yuko comfortable pia kusimama kama namba 6 peke yake, na ndo wachezaji ambao ukimtoa Kante kwenye eneo la kiungo, ndo wachezaji wengine wawili ambao unawatazama kama wachezaji ambao wanaweza kwenda kusimama kwenye eneo la kiungo cha chini. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mfumo itabidi ubadilike kutoka kwenye 4-3-3 na kwenda kuwa kwenye 4-2-3-1, maana yake timu iwe na viungo wawili wa chini mbele ya wale mabeki wanne. Kwa hiyo Nabi Kamara pamoja na Yusuf Kagoma kwa pamoja wasimame, sifa zao waziunganishe, waweze kusaidiana majukumu katika eneo hilo, kwa sababu kuna hata mmoja hapo ninayemwona mwenye sifa ya kusimama kama namba 6 mmoja. Kwa hiyo nitakwenda na 4-2-3-1, Kagoma na Nabi Kamara kama viungo wawili wa chini. Kwenye watu watatu wa mbele binafsi nitakwenda na Jean Charles Ahoua upande wa kulia, kwa sifa tu alizonazo na kwa uwezo wake akiwa na mpira mguuni hasa kwenye kuziona pasi. Lakini kwenye eneo la namba 10 binafsi nitakwenda na Maema. Nafikiri mchezaji pekee wa Simba ambaye ana sifa za kucheza kama namba 10, wa kumtazama mshambuliaji wa mwisho na kuweka pasi kwenye nafasi kwenye eneo finyu la zone 14 nyuma ya mshambuliaji, ni Neo Maema. Binafsi nitakwenda na Neo Maema kama namba 10. Ahoua atakuwa upande wa kulia na atakuwa na leseni ya kuingia ndani kwenda kuungana na Neo Maema, huku Kapombe akitoa mapana kwenye namna ambavyo Simba watakuwa wanashambulia upande wa kulia. Lakini kwenye eneo la winga wa kushoto nitakwenda na Elim Panzu Kibisawala kama kawaida. Naamini bado ni mchezaji ambaye anaicement nafasi yake upande ule na anakwenda kuwa ni mchezaji ambaye anakwenda kutumainiwa kwa kiasi kikubwa, na mshambuliaji wangu atakwenda kuwa ni Jonathan Soa. Kwa hiyo Yakub Suleiman, Shomari Kapombe, Anthony Mligo, Rushin Dariuc, Shamu Karabwe, viungo wawili wa chini Nabi Kamara, Yusuf Kagoma. Ahoua upande wa kulia, Maema namba 10, Mpanzu 11, Jonathan Soa kama namba 9. Hicho ndo kikosi ambacho mimi naamini kinaweza kwenda kuwapa nafasi Simba ya kwenda kuanza na mguu mzuri katika mchezo dhidi ya Nsingizini Hotspurs katika nchi ya Eswatini siku ya Jumapili.